Msanii wa Tanzania Seif Shabani kwa jina maarufu Matonya amekamatwa na kufunguliwa mashtaka katika nchi jirani ya Kenya kwa tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia na hivyo kuzua hisia tofauti nchini Tanzania. Msanii huyo mwenye umri wa miaka 43 alifikishwa mahakamani mjini Mombasa, pwani ya Kenya siku ya Alhamisi, ambapo alikanusha shtaka la kunyanyasa mwanamke kingono. Waendesha mashtaka aliambia mahakama kisa hicho kinachodaiwa kilitokea Jumanne Aprili 7 katika eneo la Nyali, kaunti ya Mombasa. Alikamatwa kwa muda mfupi baadaye. Upande wa mashtaka ulitaka mahakama kuweka masharti magumu ya dhamana, ukisema kuwa mwanamuziki huyo ni raia wa kigeni asiye na makazi maalum nchini Kenya na anaweza kutoroka. Mahakama ilimpa dhamana shilingi 500,000 za Kenya, sawa kama dola 3,800, na kumwamuru akabidhi hati yake ya kusafiri ya Tanzania na kumzuia kuondoka nchini bila idhini ya mahakama. Mamlaka nchini Tanzania haijatoa tamko lolote kuhusiana na kesi hiyo. Kesi dhidi ya Matonya imeibua hisia mseto mtandaoni, baadhi ya watu wakimtetea na wengine wakilani vitendo anavyodaiwa kufanya. Matonya alipata umaarufu mwishoni mwa mwaka 2000 kwa nyimbo nyingi zilizovuma kote Afrika Mashariki, zikiwemo Vaileti, Anita, Siamini, Taxi Bubu na Mapito, ilizoimba kwa mtindo wa kimapenzi akisimulia hadithi. Yeye sio msanii wa kwanza wa Kitanzania kukabiliwa na masuala ya kisheria nchini Kenya. Mnamo mwaka 2022, polisi katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, walimkamata Rajabu Abdul anayejulikana zaidi kama Harmonize kwa madai ya kukiuka mkataba wa kutumbuiza katika maonyesho yaliyopangwa katika vilabu kadhaa. Suala hilo lilitatuliwa baadaye.